Mke wangu. Najua naweza nikasema sasa hivi najua na mtu mpya sana. Alafu nikushukuru sana mke wangu. Umefanikiwa kunibadilisha sana. Boss. Beme wangu. Mke wangu nakutafuta kote na kuita wewe unakuja kuficha huko. Kwa nini hapa nyuma? Sasa mbona umenikimbia umekuja kukaa peke yako? Huku si unajua kuna upepo mwanangu. Ila mbona leo upo hivi? Si unajua mimi naumwa. Unaumwa? Ndio. Tatizo nini tena? Simba anacheza msawa. Pole, mimi na imani utapona kwa sababu ni tatizo la kawaida, afu na nyinyi kwenu wanawake ni kawaida sana hivyo mpenzi wangu. Kwa hiyo usijali, ni utakuwa sawa. Na leo mbona unapendeza, unaenda wapi? Sikia nikwambie kipenzi changu. Wewe mwenyewe unajua maisha yetu. Unaelewa kabisa hali yetu. Mimi nikisema niendelee kukaa tu ndani nilale, mambo hayatakuwa sawa. Mimi acha tu nitoke nikabangaize chochote nitakipata ili maisha mengine yaendelee. Na unajua mwenyewe nilivyokuwa kazi zangu. Sawa, usijali. Basi acha mimi niende, usikia? Safari njema. Usikia? Ila nakupenda mpenzi wangu. Kwa heri. Kwa heri. Njoo nikwambie. Kuna kitu nimesahau. Nini bwana? Unajua huo usumbufu unajua, afu mimi nabidi. Njoo nikwambie sikio. Yaani unanong'oneza? Ndio. Watu watasikia. Sawa. Kwa hiyo ndio umeliviza. Nakupenda. Nakupenda pia. Ubaki salama. Nende salama na wewe. Ila usikae sana hapo uende ndani. Usijali. Atapita hapo bodaboda mmoja hivi. Atakuwa anakuletea pia. Sawa. Mtoto tunaamka asubuhi ya kueleweka. Mimi nataka tunawe mume wangu umelala hapo kwenye mkeka. Siku hazifanani mpenzi wangu. Yaani siku hazifanani kabisa. Alafu mimi sijisikia yani. Najisikia ovyo. Afu mume wangu na wazo. Wazo gani? Unaonaje tukaanza biashara ya sabuni za maji? Yaani mimi ndo natengeneza, alafu una supply. Alafu ile tutakazozipata tunatumia tunaweka. Hii tutanunua kiwanja, hii ya kutumia hapa nyumbani, na nyingine mimi nicheze vikoba. Kwanza usinione nimekaa muda wote kimya hapa. Ni kwanza uvutaje kwa kikoba umenichanganya, umenivuruga kabisa. Sipendi masuala ya vikoba kwa sababu kwanza ni kurudishana nyuma tu kimaendeleo. Hawachelewi muda wote uje kukuchukulia vitu vyako ndani. Wangapi sisi tumeona hapa wanachukua vitu vyako. Basi mume wangu tuachane na vikoba. Basi tukope hata mkopo benki. Tukakope? Ni mke wangu, yani hata ujiongeze. Acha na maakili zako hizo finywa, acha masuala ya kukopa bwana. Kwangu vipi bwana? Ndio hivyo kujirudisha nyuma. Sisi ni mke na mume. Sio kwamba kaka na dada. Ipo siku mimba itaingia au unajua gharama ya mimba sasa hivi. Bila 500 hujamtoa mtoto tumboni. Aya wewe utahangaikia wapi? Ila wewe Mungu kila anachokushauri na mimi mjinga. Unaona naleta mawazo finyo. Sawa mume wangu. Endelea kufanya unavyojisikia wewe. Nisikilize mimi. Mimi na mipango yangu mingi sana nimeipanga. Umesikia? Wewe suni tuweka kimya. Wewe suni utaona mambo yote yanakuwa sawa. Achana masuala kukopa, sio vikoba. Hivyo vote tunajirudisha nyuma, sasa vikope ili iweje? Hapana mume wangu. Mimi ndo mkeo. Tumeoana, tuwe mke na mume, tushirikishane kwa kila jambo. Lakini wewe mume wangu, unasema na mambo yako. Unataka mpaka yaishie kati ndo urudi kuniomba mimi ushauri. Kuna vitu sijaweka sawa. Ndio najua mpenzi wangu, najua msomi, mke wangu wewe umesoma sana, lakini kuna vitu vingine lazima mimi nivitimize kwanza ili nikija kukushirikisha
Hiyo nishavipatia kila kitu, yani kila kitu kipo sawa. Vitu gani hivyo mume wangu usinishirikisha? Tumeamua kufunga ndoa, tumekaa ili tushirikishane mambo yetu. Wewe mbona usinishirikishi mambo yako? Eti unasubiri mpaka yatimie. Yakishatimia au yakakwama njiani ndio unataka uniambie? Sikia, mimi ndo nishakwambia hivyo baba. Basi naona kama unanipigia kelele. Basi nisamee mume wangu, hata sirudi tena kukwambia. Sawa, niletee maji ya kunywa basi. Jamani. Mambo gasiku. Jamani Rozi. Mbona umekuwa hivyo ndugu yangu? Ni mpaka nakusahau. Ndio maisha yangu haya. Kwa maisha gani ulikopo nao wewe? Tumesoma wote ndugu, ulikuwa na maisha mazuri. Wewe leo degree 2 zote kukaa hivyo ndugu yangu. Maisha yanabadilika. Jamani, umepata na nini ndugu yangu? Yaani mimi nimemuona Rozi basi mpaka nimemsahau. Yaani uko tofauti kabisa na tulivyokuzoea. Rozi ulikuwa sio hivyo, mtoto wa watu. Kucha fulu kubadilisha. Leo keka kope hizi, kesho natoa naweka zile. Leo akukaa hivyo ndugu yangu kweli? Yaani Rozi, sikutegemea shoga yangu kama ungekuwa katika hii hali. Unajua wewe ni mtu ambaye ulikuwa una kisomo cha juu sana, unajua Yaani sikutegemea kabisa kama mimi kwanza nilihisi labda mimi ndo nitakuwa yani kwanza mimi hata sikuelewa maisha yangu mimi nitakuwaje. Nilihisi wewe utakuwa juu zaidi yetu. Lakini nashangaa leo nakukuta hivi, cheki ngozi yenyewe imeanza kunyauka shoga yangu. Check size, mimi na maisha yangu na mpenzi wangu tunapendana, tunaishi. Wewe ndio uko katika hii hali. Hamna, nimeolewa, naishi na mume wangu, maisha nilikuwa nayo nalizika nayo. Kabisa. Sitamani kikubwa, kidogo kinaniridhisha. Kwa hiyo umelizia kabisa? Umelizia? Haya shoga yangu, hilo janireta lilonileta. Huyu hapa alikuwa Dodoma. Nadhani unajua. Kwa hiyo amefika, yupo kwangu kama saizi anakaribia wiki ya pili Kwa hiyo akasema twende tukamtembelee shoga yetu Rozi. Ndio nikamwambia haya twende nikupeleke kwake na pafahamu, ndio tumefika na hapa ndio tumekutana na wewe shoga yangu. Yaani wewe kumbe umeolewa sasa hivi? Nimeolewa na mume wangu anaitwa Kisimbo, ila kwa sasa hayupo nyumbani. Ameenda kwenye shughuli zake ndogo ndogo. Sasa kama mume wake mwenyewe anaitwa Kisimbo, sijui matukio yake yatakuaje. Kwa maana sio kukaa hivyo. Umebeba nini huko? Umebeba mboga? Matembele Nafuga mifugo huko? Hamna. Sawa kipenzi, sija kukuona. Mungu akijali atakuja siku nyingine tuje tumuoneshe meji. Sawa. Basi mume wangu ndio hivyo. Siku ile nilikwambia mashuga zangu wamekuja. Mashuga zangu wenyewe ndio hawa. Huyu anaitwa Zeli na huyu anaitwa Johari. Mashuga zangu. Huyu ndio shemeji yenu, mume wangu anaitwa Kisimbo. Mke wangu, nafurahi sana kuwafahamu. Karibuni. Shima, asante. Karibu. Asante. Karibuni hapa ni nyumbani na kuishi. Asante shoga yangu. Rozi, ndo mume wako huyu mwenye degree 2?
Ndio huyu mume wangu mwenye degree 2. Yaani degree 2 kivipi? Yaani na maana, yaani tunajaribu kumaanisha umesoma mpaka kidato cha ngapi? Kidato? Anamaanisha umefikia level gani kwenye elimu yako? Yaani mimi kipindi hicho kijijini. Kipindi hicho nasoma kijijini kabisa. Yaani niwaambie tu, yaani mume wangu kasoma soma. Jueni hivyo amesoma soma, ila amesoma mume wangu. Mume wangu kisimbo bwana. Haya bwana, kwa hiyo nyumba ndo mmejenga? Nyumba ndo nimejenga mimi na mume wangu. Labda niwaambie tu kwamba sisi hapa nyumba hapa tunaishi bure tu. Kwa sababu hii nyumba hapa sisi tulipewa tukae kipindi hicho. Yaani ni hivyo tu niwaambie. Tunakaa hapa, rafiki wa mjomba wake ndo ametuambia tukae hapa, tulipe hata kodi, ndio hivyo tu jamani. Yaani inamaanisha hamlipi gharama yoyote ile hapa? Jamani ndio hivyo. Sikia mke wangu. Mimi ngoja niwaache kidogo na nileta ndani mara moja. Sawa mwanangu, mimi karibu nijisikie nipo nyumbani. Asante. Shoga yangu, kazi unayo. Lozi, ndo naishi maisha haya. Jamani, maisha yanabadilika. Sio kila siku utakuwa kwenye mwisho siku utashuka kwenye Z. Ndo maisha nalozika nayo na mume wangu nimempenda. Hivi Lozi, ndo maisha. Wewe Lozi, hebu niangalie kwanza. Lozi, usilai kwini ule wote wa kule chuo, wewe ndo unaishi maisha kama haya ndugu yangu. Hebu cheki Lozi hivyo wakukaa nywele hivi jamani, kweli hivi Lozi, mbona nitia aibu? Wewe kuvaa madela limechanika mpaka huku kweli ndugu yangu. Sio unanitia aibu. Angalia wenzetu tunapopendeza. Barabara unapita unaonekana. Wewe umesoma chuo kabisa, mama miaka 3 yote umeipeleka wapi? Ndio unaishia wewe kuishi maisha huku kijijini. Sema yenyewe kwanza polini. Majirani hakuna, sijui mnaonana na nyani tu kila siku. Mbona tukuelewe ndugu yetu, umelogwa? Hapana. Nikulizika tu na maisha. Mimi mkipendeza, mimi vijora vyangu sijui nini. Huito huko mimi nishaitwa na mume wangu, ndio maana kanioa niko naye ndani. Kwanza unajua John bado anakupenda sana. Unamkumbuka John? Namkumbuka Anakupenda sana. John saizi ana maisha mazuri. Ana hela zake, ana makampuni yake mpaka. Jamani mashoga zangu, nimelizika na mume wangu na anampenda hata kama ana kitu. Ndio nishampenda, niwe mchafu, niwe naishi vibaya, niwe nafanya vyovyote, mume wangu siachane naye. Ndugu yangu ameshapotea. Achane nazo huko. Yaani umeshapotea kabisa. Yaani wewe sio kuishi maisha haya. Kwanza simu yako iko wapi? Simu? Tuliuza ili tuendelee na maisha. Yaani hadi simu unauza? Jamani Lozi, mbona tia huruma? Sasa hizi hauna simu. Sasa namtafuta nani wakati mume wangu yuko hapa na kwa mama karibu. Jamaa marafiki. Akinitaka unanifuata kwangu hapa. Umerogwa wewe, sio bure. Sawa jamani. Mambo ya kuongea maisha. Nyumba ni wasindikize tu. Haya. Ndio njia hii. Ndio tunapita hapo. Mume wangu, kuna sehemu naenda mara moja ila sitachelewa kurudi. Kweli mume wangu.
Naomba shogangu. Niambie simekushinda ndani. Anafurahisha. Kweli nakushinda kabisa. Mwanga achukue vitu shogangu. Wewe ndugu. Usiniambe umezoea joto tu. Jamani pole. Ndio maana nakushauri utoke kwa yule kitumbo wako. Hana faida na yani pale hivyo upate mambo mazuri shogangu. Unajua upate mambo mazuri. Sema kwanza walete vitu tukae. Shoga umependeza leo. Leo umevaa. Kwa utakaa hapo mimi sina pa kunilala. Mimi hapa nikia kunilegea hapa sina livunja jamani. Kaa chini hapo. Au! Shoga yangu karibu. Asante. Hapa ndo kwangu mamaangu. Na hiyo unayoiona hapa ndo nyumba yangu. Sijapanga. Ni kwangu. Mama baridi limekushinda ndani Ndugu yangu. Kwa mambo haya hamna. Zailei naye pia ana nyumba yake Dodoma. Kaiga ramani kama ilivyo hii nyumba. Ramani hii ya nyumba yangu naenda anajenga. Ndio maana nikakwambia maisha halisi unayoishi na huyo shemeji yetu, si ndio mume wako. Achana naye. Nikwambia hautusikii. John ana mihela, umeshindwa kwenda kwa John. Sasa hivi kama hivyo unavyoona, haya ndo maisha yangu. Naishi hapa. Ndio nimejiwekeza hapa basi. Eti wewe. Wewe upendi kwa na mjumba kama huyo shoga yangu? Napenda. Unaona sasa ni bora sasa hivi yani umeanza kunawili ndugu, sio kama tulivyokukuta. Unatakiwa sasa ukae hivi yani mtoto wa kike ukae hivi ukipita sehemu unaonekana. Sio unanielewa? Kwa mambo kama yani usikie kinyonge ndugu yangu. Sawa. Siku nyingine Mungu akipenda tutakuja kuwatembelea. Basi inshallah unamwahi. Na mimi nimechoka hata siwasindikizi na ngoja mimi nimtoe shoga. Rose karibu. Bwana Priva. Naam. Uje ndugu yangu tunapoelekea soko zuri kabisa. Kwa nini? Yaani wewe fikiria kazi ngumu tunaoifanya sisi. Lakini malipo yake, yani inamaanisha mwisho wa mwezi ila tunaoipata ni ndogo sana, unajua haikizi mahitaji yetu. Unajua mwanangu sometime moja huwa anakaa nafikiria afu wasipati jibu. Unajua mwanangu kaza kuenda maframe unajua kazi ngumu sana hiyo. Alafu sasa kwa miausho wanatupa virungu tu. Wakati tunacheza na roho mkononi. Mwanangu inakuwa ikamu kabisa. Ndio kitu ambacho mimi ninachokiwaza sana kwa sababu mpaka sasa hivi wenyewe unajua mimi nyumbani kwangu hakueleweki. Yaani kumenuka kabisa. Kuna nini? Kutokana na hali yangu ya maisha hii, mke wangu sasa hivi amebadilika sana. Na hata hivyo ukimtoa mwenyewe kuna marafiki zake hao wa kutoka mjini hao wamechangia sana kumharibu mke wangu. Mimi mke wangu sasa hivi Priva yani haeleweki. Mimi nikirudi nyumbani naanza nisimkute. Ukimjibu hivi anajibu hivi. Unaweza kuvuta sehemu hatarishi yani. Hapo mwanangu wewe sometime moja wagamia usho. Sasa mwanangu anamharibu vipi? Wakati sasa hivi kama mademo umetoka town hao na mke wako upo shamba huku, naye atakuwa pisi, mwache awe na urafiki naye. Unasemaje wewe? Yaani mimi mke wangu nimeona kabisa anatoka kabisa nje ya misimamo yangu mimi. Kwa mimi nikubali. Mimi kwanza mimi ninachokihisi bwana. Mke wangu kuna na mahusiano na mtu nje. Sasa mwanangu unathibitisho gani kama mke anakusaliti? Hapo ndipo pabaya sasa. Ila mimi kuhisi na hisi. Yaani nitajuaje hapo ndo naposhinda. Ila mimi naomba ukute msaada unisaidie kufanya. Mimi najua wewe ushindi mwanangu. Wewe unajua mtu angonjera nyingi maneno mengi. Mimi nataka ujaribu kwenda kumtongoza mke wangu. Hiyo ndo mbaya. Hivi hebu nisikie. Ukishafanikiwa wewe mrekodi. Hapo ndo nitajua kama ananisaliti au la. Ukifanikiwa kumtongoza kama kikubalia au la. Ile kwanza weka mtongoza. Kwa mwanangu hapo anataka rekodi ya audio au video? Audio inatosha ndugu yangu. Sauti inatosha? Video utaki? Hivyo bwana. Limeisha hilo mwanangu.
Hilo. Sema nini mwanangu? Wewe jambo lako ushanieleza. Mimi nitakufanyia mpango, nitakukamilisha kila kitu. Sawa. Mimi ngoja nichenge hapo niende mjini kati hapo nifanye mazingira ya kupata riziki kidogo. Sawa bwana, mimi sina mpango kwenda sehemu yote, sielewi hapa nini. Mwanangu ni mkevo kama sharaa vile alafu inakuwa tayari. Ndugu yangu najua umefika sasa hivi hapa, utakuwa na mlegesho. Basi nipe huo mlegesho ndugu yangu. Salama ndugu yangu. Hivi shemeji yupo ndani? Hayupo kwa sababu alienda kuchota maji. Maana muda si mrefu nilikuwa naye. Kwa hiyo ndio kuniambia kazi umekamilisha mwana. Babu, ule mchongo mimi nimekamilisha vizuri kabisa, yani salama, safi kabisa. Nisikilizishie hiyo ndio. Bro bwana, hapa achana kwanza naweza kusikilizishana. Ila bro, mkeo noma. Mkeo fundi. Mkeo engineer. Mkeo wako hatari. Hivi mtu anaenda kabila gani wewe? Hebu sikiliza kwanza. Mbona unaanza kumsifia sana mke wangu? Wewe nikwambie kazi nilokutuma vipi, maana swala mke wangu sio noma inakuhusu nini? Wewe unasema nimpime? Ndio. Bro, yaani mke wako japo mapepe lakini ni anakata mpaka nakata tena. Unamaanisha nini kusema hivyo? Oya. Mke wako fundi wewe. Akililahi. Yaani kwa vitu alivyonipa, haki ya Mungu ningekuwa ndo mimi wewe. Bro, nimpata jibu ndio maana leo kwenda kazini. Jibu nimelipata. Ya mude wako le, japo mapepe lakini kwa vitu alivyonipa. Sasa mwanangu, hii kazi unipa wewe mwenyewe leo hii eti mwanangu unakuja kuninunia mimi, unanichukia bro. Hivi wewe unanichukuliaje bro? Wewe unanichukuliaje? Sawa bro, ila kumbuka kitu kimoja nikwambie, hii dunia. Wewe sikiliza baba. Mimi wewe nijui vizuri mwanangu. Mimi unanichukuliaje? Ila bro ya maisha tu. So bro, wewe unanichukuliaje? Basi sio kesi, kwanza nenda mwanangu. Nenda babu. Havuni. Mwanangu Kisimbo. Kwa mwanangu Kisimbo. Inakuwaje lakini mwanangu? Samangu mdunia nani? Nimekuja hapa ueleweki, una stress sijui. Hebu niambie tatizo nini rafiki yangu? Sikiliza babu. Mimi kuanzia leo ni kwanza sasa hivi mimi sio mgambo babu, umesikia? Kwa mibuti yako ajeje ipeleka huko. Wewe vipi babu? Vipi babu? Unajua sometime moja mwanangu unakuwa na feli hivi, siku ngapi ulienda kazini? Upo tu homo hapa. Mimi nakaa mwenyewe na ngata na mbu pale. Alafu unajua sehemu mwenyewe inavutisha ile mwanangu, unaniacha mimi mwenyewe. Inakuaje lakini? Wewe kwa nini mimi nimekwambiaje mwanangu? Unajua mwanangu una feli. Wewe niambie tu kama wife nani kazingua kwa yupo, maana wife mwenyewe kidegejoni wewe. Labda wife kazingua nini tukamtafute mwanangu mwingine ndio sawa. Au sio mwanangu? Kwa hiyo umetoka zako huko kutoka unaongea ngowanja. Alafu kwanza sikia nikupange kitu kimoja. Yaani kuanzia leo kama ukijua mimi sitaki hiyo kazi, sijui kazi kuanzia leo mimi sio mgambo, mimi sio mlinishirikishi, umesikia babu? Alafu cha pili. Hapa nyumbani kwangu usikanyage. Sitaki kukuona. Alafu cha tatu, hata tukikutana wapi tupitane tu. Wewe vipi babu, ujichenge, ondoka. Ila Kisimbo ndugu yangu. Tatizo la vijana wengi hataki kujitambua sio wenyewe. Huku tukilazimisha watu wengine watutambue. Wewe ni nani? Hebu Kisimbo siku moja jiulize, wale wote uliowapenda wapo wapi sasa? Utapata maana. Na kitu kingine Kisimbo, jifunze kuiacha salama kila nafasi unayopita maishani. Maana maisha ni mzunguko.
Wewe babu ufanye uende bwana, usinipe tengo wanje zako bwana. Fanya nenda bwana. Ila mwanangu kama umeamua hivyo mimi sina budi kukubali. Ila mwanangu mimi hapa nikipokea tu mshahara mwisho wa mwezi nitakuletea. Ili kidogo mke wako naye aache chenga chenga. Haya. Simbo kama Simbo. Inakuwaje jamu yangu? Hivyo mimi nilikwambiaje jambo la kuja hapa nyumbani kwangu? Kisimbo. Kwanza nakuomba unipe japo dakika 2 au dakika 3. Tuondoe hizo tofauti zetu kati ya mimi na wewe Kisimbo. Mwanangu, huwezi kuamini nilichokiona kwa macho yangu haya mawili na masikio yangu haya mawili na fikra zangu. Nimemkuta mkeo wa ndoa yupo baa na bosi wetu wa mimi na wewe. Unasemaje wewe? Nasema hivi. Nimemkuta mkeo wa ndoa yupo baa na bosi wako. Baa gani? Ile baa pale ukitoka tunapolinda, mtaa kwanza, mtaa pili, mtaa tatu. Ile baa ile blue inaitwa Triple K pale ndio nimewakuta. Yaani kwa hiyo ina maana bosi mimi kumueleza shida zangu, yaani kumwambia matatizo yangu na mke wangu, yaka unatumia nafasi hiyo hiyo au sio? Poa. Sasa usubiri twende. Wewe niache babu. Kisimbo. Kisimbo salama lakini baba. Wewe Kisimbo wewe. Bashi ndugu yangu. Kama nilivyokuambia, mke wangu ndo amebadilika stage hiyo. Yaani imefika kipindi mpaka watu ambao mimi natamani wanishauri, wakubwa zangu walionizidi kwa kila kitu, ambao kwamba mimi namuona huyu mimi nitapata msaada mmoja au mbili, afu yeye ndo anaenda kutembea nawe huyo. Nimpe hongera zake tu mke wangu. Mke wangu siku hizi kabadilika kweli. Afu istoshe sawa, katembea naye. Angeishia huko. Ili nafika stage anatendaje na piva. Ndio hivyo ndugu yangu, usishtoke. Lipo wazi hilo yani. Labda wewe tu ndio ulikopo huyu ndugu yangu. Yaani sawa, kosa nilifanya mwenyewe. Mimi ndo nilimwambia Priva kwamba nichunguzie mke wangu kwa sababu mke wangu mimi simuelewi. Ila naomba unirekodie vitu vyote. Lakini Priva akaniona ngoja nitumie udhaifu wake mpuuzi. Akatumia udhaifu wangu akanipiga. Umeona? Katembea na mke wangu. Afu anaona sawa tu. Kisimbo rafiki yangu, kwanza nikupe pole sana kwa mambo yote uliyopitia. Unajua hata maandiko pia yameandika kwamba wanawake tuishi nao sana kwa akili. Ila Kisimbo, peni ambayo umeitumia ishakushawino. Daftari ambayo umeandikia lishatoboka. Na somo nalosoma ni gumu kwa kuwezi kulielewa. Bashi ndugu yangu bashi. Kwanza subiri kwanza. Unajua wewe ni mtu fulani hivi wanao vitendawili, naweza kusema kama mwenga fulani. Unapenda sana kuniambia mada zako, unaniwekea mesali nyingi na nao. Hapa sasa utaniacha kidogo. Wewe mniweke kwenye mstari nikuelewe unamaanisha nini. Ndio kunapoelekea. Unajua hata wahenga walisemaje? Dawa ya moto ni moto. Sasa jambo la kufanya nini? Ni moja tu. Tafuta mwanamke uishi naye. Yaani namaanisha uwe na mwanamke mwingine wa pili. Ukiona kwa mambo hayaeleweki, unaenda kwa nyumba ya pili unakaa naye yule mwanamke. Hakuliwaze. Utaishi mpaka lini? Uwezi kukosa raha kwa ajili ya mtu mmoja. Wewe ni mtu mzima sasa Kisimbo, tumia akili. Kweli. Basi nimekuelewa. Ndugu yangu sasa hapo naanza kuvuta picha nzuri, naanza kukuelewa. Kwa sababu wenyewe wanakuambia wenyewe uwe ukiwa na umeme uwe unataka kijenereta kidogo pembeni. Umeme ukizingua na washa jenereta linakusaidia ndugu yangu. Hapo kwanza umenielewa. Wewe ni mtu mzima, tumia akili. Sawa. Nashukuru ndugu yangu. Nimekuelewa vizuri. Asante wangu Kisimbo, mimi sina mengi. Wacha niende kwenye shughuli zangu za kila siku.
Mimi nitapitia hapo ndugu yangu, nitakupa mrejesho. Basi sana ndugu yangu, hamna shida. Na kuahidi nalifanyia kazi swala hili leo. Wala usijali, ngoja mimi niwahi. Nashukuru sana ndugu yangu. Hamna shida. Karibu ndugu yangu. Sasa. Mimi nipo bwana. Hamna shida bwana. Angekwepa bwana hapa kidogo ningepata msosi. Sasa mtu wenyewe ndio hivyo bwana. Wewe acha tu ndugu yangu. Ndio kama ninavyokuambia natoka bila mwenyewe kujua. Mimi sijui kaelekea wapi ndugu yangu. Basi sawa. Poa bwana. Mwanangu sana. Wewe inakuaje mzee wa kazi? Kisimbo kaka, inakuaje? Unajua mwanangu siku hizi mimi na wasiwasi na ushaanza kuwahoka nini? Hebu niambie ndugu yangu tatizo nini? Alafu kitu kingine bro, mimi najua kwamba unanichukia. Alafu sana tu. Kwa sababu kivyo unanipa kazi mimi nilikuelekeza kwamba hii kazi ngumu. Wewe mwenyewe fyoko. Ukalazimisha mimi nimefanya. Uja kununia. Wanitumbulie mimacho tu. Au kama kuna kosa lingine mwanangu niambie mimi niombe msamaha. Hebu angalia Moni kama hii hapa mwanangu, mimi nimetoka mzigoni nimekimbiza. Sasa hivi huyu anarudi zangu maskani kibosi. Naenda kuchili baadaye tena naenda kukimbiza. Wewe mwanangu tangia wiki nzima upo tu nyumbani hapa. Alafu mwanamke ndo anakupelekesha, eti mwanamke anakupelekesha wewe baba zima wewe. Unazingua mwanangu, mimi nakuchana. Umeona? Wewe niambie mwanangu tatizo nini? Kama labda kitu nimezingua nini? Wewe mimi mwanao, hapo ukifa mimi ndo nitakuzika babu. Wewe ukifa mimi huyu hapa nakuzika. Hebu niambie mwanangu tatizo nini? Mwanangu kijana anavutia huruma. Alafu mwanamke ndo anakupelekesha hivyo. Mwanamke huyu mmoja anakupelekesha hivyo. Na wale wanawake wanne inakuaje? Wewe wangu unafeli. Alafu kitu kingine bro, jifunze kutafuta furaha yako mwenyewe. Cha pili, punguza matarajio juu ya watu. Umesikia bro? Mimi kesho napokea mshahara. Bosi akinipa tu jioni chacha, nitakuletea kiasi chako cha kila siku unachochukuaga. Alafu weka hapo nyumbani. Alafu hii dunia tu. Kuna jela, kuna ukuta, utachagua, na kuna guest. Habari pia. Mimi nikuta hapa. Navuniona mimi mwanao nadhani unajua elimu yangu. Elimu yangu mimi ni kubwa kufanya chochote kile. Lakini hayo yote mimi sikuyaona. Kwa vile nilimpenda mwanao nikaachana naye. Nikaamua niwe na mwanao kwa maisha yoyote na kwa hali yoyote. Najua ipo siku tutapata. Lakini sasa imekuwa sasa ni fujo mimi na wewe mwanao hapo nyumbani. Kila nalomwambia ili mradi tufanye maendeleo ya maisha hataki. Na basi tufanye biashara ya sabuni hataki. Twende tukakope hataki. Vikoba ni ndo hataki hata kusikia, ukimwambia anakasirika kabisa. Yaani hata sijui nifanyeje. Nikaona hapa yaani bila kwenda kutafuta uamuzi sahihi, kiasi kutaendelea kukaa njaa, tunaangaliana. Ukimwambia anakwambiaje na mchongo wangu unakamilika sasa hivi. Tutaendelea kimaisha. Na lolote analofanya. Sasa mjomba, mimi nakuja kukuomba ushauri. Labda ushauri wako wewe utajua nafanyaje. Sawa shangazi, mimi nimekuelewa. Pia nashukuru kwa nafasi yangu. Kwamba wewe kuona kwamba jambo hili nikifikisha kwa mjomba nitapata wapi. Nashukuru kwa hiyo. Unajua yule mzee ni mbishi sana. Na ndio hata mazingira ya shule ya kuendelea na masomo kutokana na ubishi wake. Kwanza hapa tulipo, bora sipaelewi hapa. Kuna usalama kweli hapa? Maana sisi tukakaa nje hapa, wenyewe akatoa baadaye kamtiani. Hamna mjomba, sio na wasiwasi. Hapa kwa wale marafiki zangu nasema nao Dodoma wawili wale. Okay. Mmoja sasa ndo anakaa hapa, ndo nilikuja kuongea naye. Sawa sawa. Nikaona kabla sijaenda kuongea naye niongee naye kwanza. Sawa sawa. Sasa mjomba, mimi nadhani kwa unapokuja kwa rafiki yako hapa unapona mazingira mazuri haya yanazidi kukufahamu, yanazidi kukupa uchungu sababu tumlosoma nao wazeni maisha umetoboa nyinyi bado. Yote kutokana na yule mzee ni mbishi.
Yule mimi namjua mtoto wa dadangu ni mbishi kupitiliza. Ila mimi ninachokushauri, wewe kwa elimu zako, sawa. Wazazi wako wana pesa lakini umeshindwa kukaa kwa wazazi wako kwa sababu umempenda mzio. Ila yule kijana wangu mimi namuona akili zake sio mzuri. Ninachokuomba mimi mjomba, sawa. Wewe fanya biashara zako, kama una mikopo yako chukua mikopo yako, fanya ufanyavyo, ili mradi tu kwamba mnajenga maisha yenu ya baadaye wewe na mzio. Si umeelewa? Ana mpango wote usimelete sio ana jambo gani, sio ana jambo gani akwambia wewe sina issue yangu. Ana issue yoyote mpuuzi tu. Wewe cha msingi sawa, kama una jambo lolote la kufanya, unaona ili unaweza ukalifanya kwamba ili mradi mjenge maisha yenu na baadaye ulifanye. Alafu likitokea lolote lile kuhusu ile mzio, kuhusu kama patakuwa na ugomvi, mimi nitalimaliza. Na kwamba fanya mambo yako, usimwambie, si umeelewa? Fanya mambo yako kwa siri ili tu baadaye atapokuja atagundua kwamba kumbe mke wangu afanya jambo fulani, kwa nini unajanishauri? Uwe mimi nipigie simu nije au niite nije au mtakuja nyumbani. Si umeelewa? Tutaongea swali litaisha. Si umeelewa? Yule mimi ni mpo wangu, ana lolote nyama tu zisogope, mtoto mdogo tu yule. Lolote nikimwambia mimi, yani hata kama tuko na ugomvi mkubwa ndani wewe na yeye, mimi nikija nikimwambia tulia na tulia. Sitaki ujinga na acha. Mjomba nashukuru. Yaani sasa hivi anaona nimebadilika. Na hisi mwenyewe anaona ila sijajua, hajaniuliza bado. Nikimwaga niitiki. Basi tu. Hamna shida yangu. Mimi nadhani ushauri ni Mungu, naona sasa unawaza sana mpaka unapungua. Unapungua kabisa shangazi yangu. Ndio hivyo. Sasa baadaye basi. Asante. Najua mtashangaa kwa nini nimewaita hapa leo muda huu. Ila nadhani mnafahamu sisi mtoto pekee sana katika mfuko mama yetu. Tulikuwa ni sisi watatu hapa. Ndio. Na lengo langu haswa kuzungumza na nyinyi ni haswa ile dada. Mimi umri wako ushaenda. Kwa hiyo nachokiona kwa sasa ukaanze maisha yako. Yaani namaanisha ukaolewe. Nikaolewe? Ndio. Huyo mwanaume wa kunioa sasa hivi anatoka wapi kakaangu? Kwani kipi ni kipimo sahihi cha mapenzi? Kati ya upendo au tendo? Unamaanisha nini? Mwanaume anahitaji kukua, yupo tayari. Muda wote ule. Nasubiri majibu kutoka kwako. Kama upo tayari, basi ndoa ifungwe. Kakaangu, ni kweli hamu ya kuolewa ninayo sana. Lakini usije ukanipeleka kwa mwanaume ambaye haeleweki. Mwisho wa siku nikarudi hapa tukaanza kulia. Na unayaona na maisha yetu ya rivu. Ananifaa kweli? Tina, wewe ni dadangu, ni ndugu yangu, tena wa damu. Siwezi nikakupeleka sehemu ambayo haina maana au haieleweki. Huko unapoenda kuolewa ni sehemu nzuri na ni sehemu sahihi kwa upande wako. Haya kakaangu, nimekuelewa. Mimi nipo tayari. Basi mimi nashukuru sana kusikia hivyo. Haya. Mdogo wangu, ujitahidi kusoma. Maisha menyewe unayaona yalivyo. Mpaka mimi mwenzako natamani kwenda kuolewa. Mimi nitaenda kuolewa, ninachokuomba jitahidi kusoma, uweke bidii kwenye masomo. Unasikia? Ndiyo. Na mimi napoenda huko, maisha yangu kama yatakuwa mazuri, nitakuwa nakusaidia. Ujitahidi kufanya kazi mdogo wangu, kufanya usafi, kupika. Utabaki wewe na kaka. Maisha ndo yalivyo. Kwa hiyo jitahidi, wewe unapika. Sasa hivi nenda kawashe jiko, upike. Sawa dada, nakuelewa. Haya. Simu ndugu yangu. Unapoona mguu wa kwako bwana. Nena ndugu yangu. Nakuja kuzungumza kuhusu ile swala tulizungumza siku zile. Yule mwanamke yupo tayari. Kwa hiyo mimi nakusikiliza wewe tu. Kama ndio hivyo hamna shida ndugu yangu. Mimi niseme nipo tayari tu. Kama wewe binti yupo tayari, mwenyewe nipo tayari ndugu yangu. Hakuna shida yoyote. Ila jambo lingine la msingi ninalokuomba, ikiwezekana ufunge naye ndoa kabisa. Kuoa tena? Yule mwanamke hana shida yoyote ile. Yaani ni wewe tu.
Sawa, hivyo vitu vinawezekana ndugu yangu nikavifanya. Lakini kuna vitu vingine sijajiandaa bado. Kama vitu gani Kisimbo? Sasa hivi bado sina hela kwanza, mambo ya barua, sijui mahali. Kisimbo, mimi maisha nimeshavulia nguo. Shati ni aoge. Kila kitu niachie mimi. Wewe yani unamaanisha mwenyewe? Kisimbo, niamini mimi, kila kitu kitakuwa sawa. Shukrani sana ndugu yangu. Hamna shida ndugu yangu. Yaani nikwambia kitu ndugu yangu. Yaani kwa kupitia jambo hili, mimi mwanamke wangu huyo, mke wangu mimi nahisi heshima itakuwepo. Kwanza atajua kama mimi naishi na mwanaume ndani. Umeona? Nishakwambia awali, mtu mmoja hawezi kuumiza wewe akili. Sawa. Shen sana. Kwa hiyo ndugu yangu hapa nimefanyaje ndugu? Kile tunachie mimi ndio kuna kupata taarifa tu. Basi sawa ile. Basi tuongozane. Twende ndugu yangu. Wewe unajua mimi ndugu yangu nakukubali sana. Tina, nimekuita hapa leo hii nataka nijue kitu kimoja. Wewe unajua kabisa Tina kwamba mimi hapa nakupenda. Yaani nilikuwa kama wimbo sasa, kila siku nakwambia nakupenda, 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 nakupenda. Lakini hutaki kunielewa. Sasa leo hii nimekuja kujua mbivu na mbichi. Kuwa unanikubali au unanikatalia. Tina, unajua ni mwanamke mzuri sana ambaye mimi hapa natamani kwamba siku moja ningekuwa mke wangu. Yaani ningeenjoy sana life hapa kijijini. Mimi natamani sana kumuita shemeji Bashi, lakini wewe unakataa. Kwa nini? Hebu niambie basi kuna changamoto gani ambayo unapitia au uenda kuna kitu unakosea ili nijue tatizo nini? Kwanza kabisa nikupe pole. Najua unanipenda kweli. Tena unanipenda kabisa. Nakupa pole kwa maana ya kunisubiri sana. Mimi ni binadamu na unatambua hapa nipo nakaa na kakaangu na mdogo wangu. Mpaka sasa tunavyoongea hivi, kakaangu amenitafutia mchumba. Navyokuambia amenitafutia mchumba na barua tayari inakuja kwa ajili yangu. Wewe mwanaume akutolea barua nani? Kama sikosei, kwa sababu mimi sijawahi kumuona, anaitwa Kisimbo. Kisimbo? Kisimbo, 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 Kisimbo. Si Kisimbo umesema? Ndiyo, anaitwa Kisimbo. Mungu Baba simamisha dunia nishuke. Sawa. Ila sasa unakuniambia kwa yani brother wako wewe amekupiga PA huko, amekupiga PA kwamba amekutafutia mchumba anataka kuozeshe. Kakaangu mimi ananipenda sana. Tena sana. Na aliniahidi atasimamia mahusiano yangu mimi. Ni kweli ametimiza. Amenitafutia mchumba na barua inakuja. Kwa hiyo nakupa pole sana. Lakini usikate tamaa. Wanawake wapo wengi. Utapata mwanamke na utaoa. Basi Tina, mimi nakushukuru kwa ushirikiano wako. Ili mradi umeniambia hilo nimekuelewa. Karibu tena. Dadangu, nilikwambia usipokuwa mjanja janani utakuwa mjenga uzeeni. Hakuna siku ambayo unafurahi kama siku ya leo. Furaha gani tena kakaangu? Nishirikishe na mimi tufurahie wote. Yule mwanaume ambaye nilikwambia ataje kukuoa kesho analeta barua. Wow. Kwa mimi ninachokiona kesho kileta hiyo barua na hiyo pesa niitume nyumbani. Sawa. Kwa hiyo ninachokuomba baada ya hapo muda wote vigelegele sherehe inafungwa. Tabia ambazo ziko nazo hapa na uko unapoenda kwa mmeo uwe na tabia hizo hizo, usibadilike hata kidogo. Si umenielewa? Kwanza kabisa kakaangu mimi nimefurahi kusikia hizo taarifa kwa sababu mimi mwanzo nilikuwa siamini kama kweli huyo mwanaume anataka kunioa mimi. Kwa hiyo mimi nimefurahi kabisa. Kingine ninachokuahidi, siwezi nikabadilika. Yaani nitakuwa na maisha kama niliyokuwa nayo hapa. Tabia zangu haziwezi zikabadilika. Kwa hiyo ni jambo jema. Kikubwa zaidi ni kumwomba tu Mungu asije akabadilika yule mwanaume. Umenielewa kakaangu? Dadangu tu dadangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Na yule mwanaume hana mambo hayo. Queen. Be kaka. Ulikuwa wapi muda wote? Bombani. Bombani yani hapo tu masaa yote haya? Kwa sababu kwanza tu achote. Maji yako wapi?
Maji bombani yamekatika. Kwani umeanza mambo yako? Umeanza ujinga wako, si ndio? Hapana kaka. Kaka, taratibu. Amekwambia maji yamekata. Sio kwamba alikuwa na mambo yake. Napozungumza na mdogo wangu sitaki kuniingilie. Huyu ni mtoto wa kike. Sawa? Haya kaka, tumekuelewa. Ingia ndani. Mdogo wangu usijali. Hivyo nilikwambia. Haya kaka, mimi nimekuelewa. Nimekuelewa vizuri kabisa. Basi. Haya. Rafiki yetu Lozi, kama unavyotuona hapa wenzio, tupo tofauti na ulivyotuzoea. Unamwona mwenzetu pale Joali ana matatizo, tena na matatizo makubwa. Unaiona hii nyumba Lozi, yaani nyumba jinsi ilivyo kubwa, ina kila kitu, ina sifa zote, lakini hii nyumba inamfanya usiku Joali apate usingizi. Unavyomuona pale sivi keshaanza mpaka kukonda. Hii nyumba, labda nikupe tu historia yake fupi ili unielewe. Unanisikia? Hii nyumba bwana, Joali alikuwa na mpenzi wake. Alipokuwa na mpenzi wake, akawa kamtapeli pesa. Unaona? Yaani kiufupi tu hii nyumba ni ya Zuma. Kwa hiyo kesi sasa imeshafika polisi. Hapo alipo anadaiwa pesa nyingi anazodaiwa. Ndio muona ni tupo kinyonge, hatuna amani, hatuna furaha kabisa yani. Ndio maana tumeona tukutafutia rafiki yetu Lozi, pengine unaweza kutusaidia. Mimi Lozi na imani baba wako wewe ana pesa, ni tajiri mkubwa, tunamjua, sawa? Kwa mimi na imani jinsi nyumba ilivyo, ukimwambia mzee wako akaja hapa kuiona hii nyumba, na imani anaweza kukataa kuinunua, na akinunua tutakuwa tumemtoa kwenye shida mwenzetu, atarudi kwenye hali yake ya kawaida, kuliko asubiri hii nyumba ije iuzwe na wale watu tena kwa mnada, afu bei yake inakuwa ni pesa kidogo sana ambayo taifiki gharama ya ujenzi wa hii nyumba. Sawa? Kwa mimi nakuomba, yaani tuna shida na milioni 70 tu. Nitaongea na baba yangu, kama ninavyoiona nyumba mazingira ni mazuri, atakuja kununua, lakini nina wazo. Wazo gani tena? Nionaje nyumba akaja kununua mume wangu Kisimbo? Mume wako Kisimbo? Hivyo unanisikiliza lakini Lozi. Hapa hivi tupo kwenye masiala ndugu yangu, sawa? Yaani issue iko serious kabisa. Sijui unanielewa? I'm not joking. Niko serious. Sasa hivi Kisimbo ni mtu mwingine. Yaani nikienda kumwambia chap tu anakuja kununua nyumba, matatizo yenu yanakuwa yameisha. Ningependa kukushukuru rafiki yangu kwa kuitikia wito, kwa sababu ni jambo ambalo sikutegemea. Nilizani pamoja na siku zilizopita tulivyokuwa tunakwambia yale maneno machafu na nini, nilijua nikikuita utagoma kuja, labda utasema hivi na hivi. Nadhani mambo mengi kashakwambia zaidi. Ni heri ukainunua wewe kuliko kudhulumiwa na benki. Don't worry. Usijali yani kabisa. Najua mimi na nyinyi tumetokea wapi. Kwa ni swala dogo tu. Nikilifikisha kwa mume wangu Kisimbo limekuisha, usijali. Priva, nashangaa umeniita hapa. Wanataka kuniambia nini hasa? Bashi, wewe ni rafiki yangu sana. Wewe tunaishi maisha fulani hivi yenye furaha, tuna enjoy, tuna relax. Ila Bashi, kuna time moja wewe unafeli. Unazingua kabisa. Hivi unajua kabisa mimi nitaka nimuoe dada yako na nampenda sana. Afu leo hii nipata habari kwa wewe pata kuchukua barua ya Kisimbo. Inakuwa ikamu ndugu. Priva ishakwambia.
Kupenda ni sawa na kujitosa kwenye mto, ingali hujui urefu wake wala kina chake. Na huku ukiwa hujui kuogelea na mtumbo umeacha huko nchi kavu. Priva, nishakwambia kamwe huwezi kumuoa dada yangu. Kwa muonekano gani? Kwa hadhi ipi umuoe dada yangu? Tena usithubutu hata siku moja. Bashi, huyo Kisimbo ana nini? Kazi ninayofanya mimi ndo nafanya yeye. Au kile kibanda kile cha kuazima sijui cha kupewa ndio nampanisha vyeo manyoto nampa mwanangu umechelewa. Yaani kama nampigia PA dada yako hilo umefeli. Alafu Bashi, nikwambie jambo moja. Siku zote wenye kufurahia maisha ni wale ndio nduliza mafanikio madogo madogo kila hatua maisha yao. Huku akiendea mafanikio makubwa kuliko nyinyi mnaendea mafanikio makubwa akiti hamna akili. Bashi. Mapenzi ni kama vita tu. Ukitumia nguvu utambulia kwenye hakuna. Priva, wewe ni mtu mshenzi sana. Wewe ni mpumbavu sana. Unajifanya ni kondoo, ingali umejifisha ngozi ya chui. Umetembea na mke wa Kisimbo wewe hapo. Afadhali mimi. Acha ushenzi wako Priva. Unajua wazee wa zamani walisema kitu kimoja, kwamba usilolijua sawa sawa na usiku wa giza. Bashi. Hivi, wewe unajua kama Kisimbo na mkeka wanapendana. Leo hii unaenda kumpigia PA Kisimbo kwamba amoe dada yako. Najua bro ni maisha tu magumu ndio amekufanya uwe hivyo. Kwanza dada yako nyecha kwanza itakuwa na nuksi. Eti leo hiyo nitakaolewa na Kisimbo mwanangu, ile ni ndoa ya watu, acha kuichezea bro. Na mimi nakia kitu kimoja, kama Mungu yupo, nato jamaza kwenye hili. Yaani kwa mtu anapita hapa njiani, anaweza kana kwamba wewe ni mtu mmoja msalabu sana. Tena unaongea point sana. Lakini wewe ni mtu mmoja ambaye ni mbaya na mshenzi sana. Kwa makini na unachokifanya. Saizi shemeji. Salama. Vipi mzima wewe? Mimi mzima, sijui hali yako wewe. Mimi mzima shemeji. Samahani shemeji. Makosa najua kaumba binadamu na makosa ulifanya mimi nimekusamehe shemeji yangu. Ila mimi nina tatizo moja tu linanisumbua au nina swali nataka kukuuliza. Hivi unajua kama rafiki yako anataka kuoa? Shemeji, hilo mbona mimi nalijua muda mrefu sana. Ila nilishindwa kukuambia kwa sababu moja, kwamba nikionekana labda nitakagombanisha ndoa yenu au kwa lile jambo nalokuja kukueleza mara ya kwanza, huenda kwa na hiyo ndio njia kuja kukupata wewe. Ndio maana mimi niliamua tu kunyamaza. Hilo jambo nalitambua. Sawa, ulikuwa unajua tu kama muda. Yote ina shida. Kikubwa ninachotaka kukijua kutoka kwako ni nani huyo msichana anayetaka kuolewa na Kisimbo? Shemeji, una kifua? Kifua ninacho. Ila shemeji yangu, najua unapita kipindi kigumu sana kwako. Haya ni maisha tu. Huu ni upepo tu mchafu umepita kwa muda. Ila natumaini kwamba Mungu kama yupo atakusimamia kwenye hili. Mmeo bwana Kisimbo anataka kumuoa mdogo wake Bashi. Alafu shemeji huyo Bashi ndio nimekuta amekaa naye pale wanaongea hizo habari. Yaani shemeji, huwezi kuamini yule Bashi yule ndio anampigia PA dada yake kwamba olewe na Kisimbo. Yaani supervisor kila kitu pale ni Bashi. Kwa hiyo mume wako ameshika tu akili, anapelekeshwa. Akiambiwa ile anafanya, ile anafanya. Ila lengo lao nini? Akuache wewe, amwite yule binti. Shemeji, pole sana. Shemeji, shapoa. Sawa. Shemeji, samahani, mimi naona uondoke maana asije akaja kukukuta hapa kama mambo mengine. Sawa, usijali basi shemeji yangu. Mimi ngoja niende zangu nikapambane kwenye mzunguko wangu kila siku. Sawa, usijali mambo. Ya dada. Samanini. Bila samani. Mambo zenu? Safi. Kwema dadake. Kwema, nyendo wadogo zake Bashi. Eh. Asante.
Dada hapo nilikuwa naomba utupishe nikaenda kuongea na dada. Samahani dada. Bila samahani dadangu. Dadangu. Nilikuwa nataka kuuliza. Hivi wewe ndo unataka kuolewa na Kisimbo? Ni mimi. Dadangu, nilikuwa nataka nikwambie kitu. Unavyoniona hapa, mimi ni mke wa Kisimbo, mke halali wa ndoa, tumeoana na nyumba yetu tunavyoiona ndo pale upo. Naona nimesimama mpaka nikakuita na ndugu yako mkasimama. Mimi na mume wangu tumekwazana kitu kidogo sana, sio kwamba tumeachana. Ni vitu tu vidogo vidogo katika ndoa vinatokea. Leo nimewakuta kaka yako na mume wangu wanaongea kuhusu swala la nini? La ndoa. Imeniuma sana mimi kama mwanamke. Imeniuma sana. Nikaona nikutafute nikwambie. Mimi nilichokuwa nataka nikwambie, mume wangu bado nampenda sana. Naomba wachane na mume wangu. Niko tu dadangu. Alafu na kingine, umwambie kaka yako aache kumshawishi mume wangu ujinga. Asitaki atuharibu ndoa yetu. Sisi tuna malengo hata kama mume wangu ana akili. Ni hicho tu dadangu nilichokuwa nataka nikwambie. Haya dadangu. Nashukuru kwa kunipa hizo taarifa. Mimi nilikuwa sijui. Pole sana kwa unachokipitia. Nakushukuru na dadangu kwa kunisikia. Kwa heri. Haya dadangu, kwa heri. Kisimbo ndugu yangu, unajua ni rafiki yangu sana. Kuna maisha fulani tunaishi, lakini inabidi tuangalie maisha tunayoishi yapoje. Bro, mimi imeniuma sana au nimegafilika sana kusikia kwamba wewe unataka kuoa tena mwanamke mwingine. Kwanza samahani sana tu. Hilo swala wewe kakwambia? Mimi niambia mtu yote. Okay. Basi wewe fanya kama la maneno ya kuambiwa tu kwamba hamna chochote kinachoendelea. Na kama huna kitu cha maana ulichonisimamishia hapa, mimi niondoke zangu. Hamna bro, sijamaanisha hivyo. Ila bro, haya ni maisha tu. Mkeo anakupenda sana tu. Na ile kazi ulinipa wewe mwenyewe bro, nilikuuliza mara mbili. Oa mzee, nifanye? Unataka ushahidi wa audio au video, lakini wewe mwenyewe ukanilazimisha. Lakini mimi nilijua tu kwa mwisho wa siku kitazalika kitu gani. Leo kipo wapi? Unanichukia? Mimi ni mpumbavu, sina akili. Si ndio? Ukuniambia wewe labda. Nimejifanyia tu mimi mwenyewe, si ndio bro? Sikia nikwambie kitu kimoja. Mimi mkeo sijafanya chochote. Ilikuwa hivi. Sasa hivi shemeji. Salamu. Nakukalisha na kukuchelewesha. Shemeji usijali wala. Mwambie shemeji, mbona huku? Shemeji, mimi kuna jambo nataka nikuelekeze au nikwambie. Kuna nini shemeji? Kuna tatizo kazini? Ni heli uko na tatizo kazini, nikuja nyumbani kwako bila kuja kukwambia. Ili jambo nataka kukwambia ni issue yangu mimi mwenyewe private. Shemeji, unajua ni mwanamke mrembo sana hapa kijijini. Ila shemeji yangu, yaani imetokea tu kuwa na hisia na wewe. Yaani nakupenda sana shemeji yangu. Kweli wewe ama mwingine? Hivi kweli wewe? Mimi si shemeji yako jamani. Yaani umeshindwa kuona mabinti wazuri mpaka unifuate shemeji yako? Unanikosea adabu sana. Umeambiwa shemeji yako ni malaya? Kwamba akitoka na rafiki yako aje kutoka na wewe tena. Nilijua unavoniita hapo na kitu cha msingi. Unakuja kunitongoza mapolini. Imagine mwenyewe anapita hapa natukuta. Au amekaa sehemu amejibanza kumbe alikuwa anafuatia anakuta tunaongea ujinga. Hivi shemeji, umekosa wasichana wazuri kweli wewe? Wasichana wote hapa, yani umeniona mimi shemeji yako kuja kunivunjia heshima.
Shemeji, yaani nimeshindwa kujizuia, moyo wangu, nafsi yangu ndio imenisukuma je kufanya hili jambo. Ila kama nimekosea shemeji yangu, naomba niwe radhi. Huenda ni upumbavu wangu tu ndio umenifanya nije kwako kukwambia hili neno. Naomba unisamehe kama nimekosea shemeji. Sijategemea na sijapenda. Sasa nakwambia hivi, naomba tabia isijirudie na ukome. Mimi ni shemeji yako na najiheshimu, sio malaya. Umenielewa? Ukome. Na hivyo ndivyokuwa. Bro, mke wako anakupenda sana. Tena sana tu. Cha kwanza, mke wako ni mpambanaji, anajituma. Alafu kingine, mke wako bro ni pisi ya maana, pisi ya kwenda. Hivi ujiulizi kwa hapa kijijini, hapa mtaani kuna wanaume wangapi wenye hela? Why kwa nini wewe? Kwa nini aje kwako? Na demu ana degree 2, ana elimu ya juu. Kwa nini aishi maisha unayoishi wewe? Alafu kiangalia, wewe ni mlugaluga tu mmoja, mlinzi. Mimi naenda. Nashukuru umetikia wito wangu. Maana sidhani siku ya leo kama tena ungezungumza na mimi. Ila rafiki yangu Priva, naomba unisamehe kwa makosa yote ambayo nimekufanyia. Nimejifunza kitu. Hatupasi kuomba kuishi maisha muda mrefu. Maana mambo mazuri yote yamefanywa na watu ambao wameishi muda mfupi. Kwa hiyo naomba unisamehe sana Priva. Bashi, mimi nishakusamehe muda mrefu sana. Kwa sababu nilitambua uwepo wako. Na nilitambua kipindi gani unapitia. Na nikajifunza kitu kimoja, kwa hii dunia tunapita tu. Kwa hiyo nilijua siku moja ukija kujua ukweli utanifuata tena. Na jambo lingine ambalo sijawahi kukwambia au huenda ulikuwa ulijui. Yule mwanamke mimi sijawahi kutembea naye, ambaye ni mwanamke wa Kisimbo mkewe. Nakumbuka day moja hivi nilimfuata, lakini mke wa Kisimbo alichoniambia mimi kwangu ilikuwa jibu baya, ila kwa muonekano wa mume wake ilikuwa jibu sahihi sana. Alinikatalia kata. Ila nilipotezea. Ndio maana nakumbuka siku moja nilikwambia kuwa siku ukija kujua ukweli utajilaumu sana. Bwana Bashi. Sawa. Ila jambo la msingi ambalo limeleta siku ya leo kuzungumza na wewe. Mimi nimeona kwamba si bora kwako, ni bora kwa mwingine. Kila mtu ni bora katika nafasi yake. Priva ni jasiri sana. Wewe mwanaume ambaye ukati tamaa. Umemfuatilia dadangu kwa kipindi kirefu sana. Sasa mimi ninachokuomba Priva, umoe dadangu. Nimekunjua moyo wangu, nimekubaliana na hali yote. Naomba umsidi dadangu. Bashi. Maana nicheke mimi. Bashi, mimi nimeipenda nzuri. Mimi dada yako nampenda sana, na nina malengo naye. Na nilitamani siku moja aje kuwa mke wangu. Lakini wewe ndio ulikuwa kikwazo. Ila leo na furaha tena kwa sababu wewe mwenyewe kwa kinywa chako mwenyewe umekubali kuwa ni muoe dada yako, ni jambo la heri. Babu yangu mimi amesha kuniambia kitu kimoja, kuwa ni heri kuwa maskini wa mali lakini ukawa tajiri wa roho. Kwa sababu maskini wa mali huishi maisha yenye furaha na amani. Lakini tajiri wa roho huishi maisha yenye mashaka na shida. Bwana Bashi, hilo limeisha. Sana ndugu yangu, nimekuelewa. Nashukuru sana. Dadangu, haipaswi kulia kiasi hicho. Na hata ukimbia nyumbani wala si usuluhisho sahihi kwako. Najua nimekosea, pia nimekuumiza sana. Ila nachokuomba urudi nyumbani. Utalia hivi mpaka lini? Na hapa ulipo ni kwa shangazi. Unazidi kumpa mzigo mzito.
naomba rudi nyumbani. Hapana kaka, umeniumiza sana. Yaani kama kuniongopea, umeniongopea sana. Sasa hivi ni bora niishi na shangazi kuliko kukaa na wewe tena huko nyumbani. Sasa hivi siwezi, niache tu nikae na shangazi yangu. Nimetosha kuongopewa. Unajua dadangu, kitu ambacho ukifahamu, kuna kipindi mtu inakubidi uumie ili ujue, ukose ili upate, ushinde ili ujifunze. Kwa sababu mara nyingi nimeshakufunza kupitia makosa. Mimi nimekosa, nimejua kosa langu, naomba unisamehe. Na hata hivyo, lengo langu la kuja hapa ni kupata taarifa kwamba Priva yupo tayari kukuoa leo ama kesho. Na nafahamu fika unampenda sana. Priva? Ndiyo. Yupo tayari kunioa sasa hivi? Yupo tayari kukuoa. Kwa nachokuomba dadangu, turudi nyumbani. Kama nilivyo kakangu, nipo tayari kwenda na wewe. Hata leo, sasa hivi, tuondoke. Mjomba. Naam. Mimi nimekuja hapa. Kuna mashtaka nimepata kutoka kwa shangazi yangu hapa. Mjomba, mundani nasikia hapa liki hapa pikiki. Siku zote ugomvi. Nimefika kipindi wewe umechana mpaka hati ya kiwanja alionao mwanamke. Mwanamke huyu anapambana vya kutosha. Hivi maisha alikopa na huyu kuja kukaa kwenye kibanda hiki. Hivyo kwa wazazi wake wewe kama anajua, sidhani kama hata wazazi wake anajua huyu anaishi hapa. Kaacha mali kwa wazazi, kaacha utajiri mkubwa, akuja kuishi hapa kwenye kibanda hichi kwa sababu yako wewe. Na ajabu pa kupambana kwa hali ya juu ili mradi tu maisha yenu mbadilishe. Lakini mjomba wangu wewe uielewi. Nimepata mashtaka kibao kwa mbele ya shangazi yangu. Na mpaka zaidi mjomba, hata nikupigia simu mjomba, njoo tuongee, kisimpa utaki. Sasa mjomba, nilileta hapa mimi kubwa zaidi. Nasikia imefika kipindi mjomba unataka kuoa mke mwingine. Nyoko. Hivi unataka ufanywe nini wewe msichana wa watu? Lakini sasa mjomba, unafikiri mimi ningefanyaje kati unajua mke wangu mwenyewe alishaanza kubadilika muda tu. Mimi ningefanyaje mjomba? Sio kabadilika. Wewe ndio ulombadilisha huyu. Sasa kwa taarifa yako, kila jambo ulikuwa unamfanyia mimi alikuwa ananiletea mashtaka. Na mimi ndio nilomshauri ufanye mambo yako, usimwambie mumeo au usimwambie muzio. Hivi una habari katika akaunti yake kuna pesa zaidi ya milioni 100? Milioni 100? Mjinga mkubwa wewe. Hivi hata kama wazazi wake anajua huyu kama anaishi hapa kweli? Huyu kaacha mali, kuna magari kwao, wanakuja hapa kwa sababu yako wewe. Au anakuwa labda alivyoacha mali kwake huko, anavyokufuata unajionea bonga la sharobaro. Au unajionaje labda? Moyo wake umedondoka kwako. Ajaribu kupambana mtoto wa watu ili mbadilishe maisha. Lakini mjomba wapi kabisa. Mjomba, labda mimi ningependa tu kuomba samahani. Mimi naomba unisamehe kwa sababu mwenyewe ni binadamu. Nakosea pia. Mimi naomba unisamehe tu mjomba wangu. Mjomba. Ni kawaida yako ukifanya kosa unaomba msamaha, kesho na kesho unarudia tena. Hii ndio kikao cha mwisho. Ole wako nisikie tena umefanya utopolo wako. Nitakuja kufanya kitu wewe. Mjomba. Usinizarau kwa sababu mimi sina mwili. Wewe usije kujiona wewe na nyama, ukajiona ndio mkubwa. Kwanza unadharau sana. Na kupigia simu mara ngapi wewe? Mjomba, njoo nyumbani tuongee, kuna Kiswahili ndio unapotezea. Mjomba nakuja. Mbona hujaja? Sasa mimi nisikize, ukiona mimi ni mjomba wako, tumetoka tumbo moja na marehemu mama yako, hicho kiwe kikao cha mwisho. Na sitaki kusikia tena unampalanganya huyu mwanamke. Naomba unisamehe mjomba wangu. Shangazi, mezani hapa nimeeleweka. Sijui la kuongezea? Naam mjomba. Nakusikiza. Mjomba, unakumbuka marafiki zangu wawili wamaliza nao chuo Dodoma? Okay, ambao siku nilimkuta mmoja pale kwenye nyumba yake. Ndio. Sasa wale wana matatizo ya ajabu. Kwa hiyo amewapelekea wakamatwe kwa matatizo. Sasa mimi nikasikia ile nyumba yao inauzwa. Nikaona nimpe hela mume wangu akanunua ile nyumba ili tuishi mule. Tuishi sehemu nzuri, tuendeleze maisha yetu. Lakini mume wangu bado ananiona mimi malaya. Mjomba, umesema huyu anafanya umalaya sawa. Hivyo kuna malaya yote anafanya umalaya kwa faida ya watu wote? Mtu anafanya umalaya kwa faida yake yeye kama yeye. Hivi kwa mtu anafanya umalaya kwa faida yenu wote?
kanunua kiwanja kwa pesa hiyo ambayo hivyo mtu afanye mara anunue kiwanja. Alafu chekoni wote wewe na yeye. Mjomba, mimi ningetanguliza tena samahani. Na ningemomba samahani mke wangu. Mke wangu, mimi najua nimekosa. Mimi naomba unisamehe tu. Mke wangu, naomba unisamehe. Mimi najua nimekosa. Mbele ya mjomba hapa mimi naahidi sitokuzania tena za potofu. Naomba unisamehe mke wangu, nakupenda. Shangazi. Pia mimi namwombea msamaha. Kama mmeamua kuomba msamaha, naomba msamehe. Naam. Naam. Nimefanya mengi kwa ajili yako. Sikujali utanichukia, utanionaje. Sikutaka lolote, yani lolote nilikuwa panga litokee. Naomba isijirudie tena nikasikia unataka kwenda kuoa. Unajua nimepambana mara ngapi? Nimepitia vingapi? Hivi kwa mfano, babangu akijua mimi naishi hapa, unadhani utakuwa na hali gani? Utaishi salama wewe? Mimi sio kuishi hapa. Lakini yote hao niliacha. Niliona ulimbukeni. Wanaume wazuri na pesa zao nikaziacha. Nikaona ulimbukeni. Nikakupenda wewe tu. Nilijua tutatafuta tutapata. Lakini mwanaume wewe, kila anachokushauri ushauriki. Huelewi. Uliweka mbele tamaa tu. Usiokuwa na msingi. Umepata mke kama mimi mwenye kujua maisha. Ukaniona faa. Ukaenda kwa huyo basi alikuwa anakushauri moyo mdogo wake. Aya, mdogo wake ana akili gani yule akushauri wewe? Mke wangu, mimi najua nimekosa. Naomba nisamehe mke wangu. Sitorudia tena na hapa mbele ya mjomba. Kisimbo. Mimi nishakusamehe muda. Kabla hata hichi kikao nilijua sio akili zako. Lakini naomba ujielewe kuanzia sasa. Na mali nilizozitafuta zitumike kwa kueleweka. Kwa sababu nimepitia vigumu. Nakuelewa mke wangu. Nimeshakusamehe mume wangu. Nakupenda mke wangu. Nina mpango wa kubadilika kwa kila kitu. Kuanzia marafiki, kazi, yani kila kitu. Nashukuru kwa kunifanya nionekane.